Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local.content@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Mheshimiwa, kwa miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndicho kitu ambacho tunakiangalia kwa ukubwa zaidi. Kwanza kabisa natamani kufahamu kutoka kwako, Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wa namna gani kwa namna ambavyo unamfahamu wewe? Kweli nimesema nilikuwa katika serikali ya awamu ya 4 kama mkuu wa wilaya, nilikuwa vile vile serikali ya awamu ya 5 kama mkuu wa wilaya, na nimekuwa kiongozi katika serikali ya awamu ya 6 kama mkuu wa wilaya. Nafikiri ni kati ya wakuu wa wilaya masinia ambao umedumu kwenye vipindi vya serikali wa vipindi hivyo vitatu, kuanzia rais wa awamu ya 4 mpaka rais wa awamu ya 6. Unaweza ukatofautisha kila kiongozi ana falsafa ya uongozi wake ambao Mwenyezi Mungu amemjalia. Uongozi ni kipaji na uongozi ni kipaji cha mwenyewe kwanza mtu binafsi, alafu unaongezwa uongozi pamoja na mafunzo ambayo kiongozi wanayapata kwa hiari yake mwenyewe. Kiongozi wetu wa sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, naweza kusema ni kati ya viongozi bora duniani ambao tuko nao kwa kipindi cha sasa. Ni kiongozi ambaye wakati mwingine uzaliwa baada ya miaka 100. Baada ya karne moja viongozi kama hawa huwa wanachipukia na wakati mwingine wanapotea na natokea kiongozi mwingine wa mfano. Nasema hivyo kwa nini? Nasema hivyo kwa sababu ukimwangalia Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa miaka 4 tangu alipokea kijiti mpaka sasa hivi, hakupokea kijiti katika mazingira rafiki, mazingira ya kujitayarisha kwamba kama sasa hivi tunafanya matayarisho ya uchaguzi. Watu wanatamani kuwa kiongozi, wanafanya kampeni iwe nzuri au mbaya, anapigiwa kura, baadaye anakuwa kiongozi, anakuwa majitayarisha. Lakini kiongozi huyu ametokana na kudra Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika mipango yake ya uhai na kifo amempangia binadamu. Katika mipango yake ambayo anapanga jinsi gani dunia itakavyokuwa kwa wakati wake, ndiyo kiongozi huyu ameweza kuingia. Kwa kuingia kwake kumeingia kwa kushtukiza, ameingia kwa ghafla, kama vile gari liko kwenye mlima alafu unataka kubadilisha gia. Obviously lazima kutakuwa na msuguano wa engine kutaka kukubaliana na mazingira ya kuingia gia mpya wakati wa acceleration, yani mzunguko wa engine unaendelea. Lakini she is doing very wonderful job. Wazungu wanasema kiongozi kwanza, Mheshimiwa Rais ni kati ya viongozi ambao mimi naweza kusema ni kiongozi mwadilifu. Uadilifu ni sifa ya kwanza kiongozi bora na makini duniani. Wazungu wanasema integrity, uadilifu wako mwenyewe. Na uadilifu unazaliwa nao, tabia, huruka, haiba, uadilifu wa kuweza kuamua niridhike na kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu alichonipatia na nifanye mambo kwa ajili ya watu ambao naongoza. Anao haiba hiyo. Uadilifu. Lakini pili, uwajibikaji. Uwajibikaji kwa maana ya accountability. Mwenyewe unawajibika
kwamba nimepokea taifa katika mazingira haya, sasa naliongoza vipi taifa hili kulifikisha inapotakiwa, na Watanzania kweli waone tunaye kiongozi. Accountability, uwajibikaji, kitu ambacho viongozi wengi, sio viongozi tu, hata mtu mmoja mmoja anakosa kuwajibika, anakuwa mara nyingi anatoa visingizio ambavyo sio vinavyomfanya asifikie malengo yake. Mtu anakosa kufanikiwa jambo, anatoa kisingizio. Waswahili wanasema mbaazi kuungua kwake anaweza kasingizia jua, kwamba jua lilikuwa kali ndio maana mbaazi sikuzaa vizuri mwaka huu. Kumbe sio, ni kutafuta tu escaping route. Hata makocha anaweza kafungwa akasema hapana, mechi ilipigwa mchana au hivi. Kuna vitu vionjo ataviweka ili kusudi tu refa ilikuwa bias upande mmoja, walikosesha penalty ili kusudi uweze kuwafurahisha, kutengeneza utetezi. Hapana, rais ni mwajibikaji, lakini rais kitu kingine kinachomuongezea value uongozi wake na tofauti na wenzake ni kiongozi ambaye ni mbunifu. Usipokuwa kiongozi mbunifu katika shughuli zako na utendaji wako wa kazi, huwezi kufikia malengo. Kwa sababu always wazungu wanasema resources are scarcity, kwamba rasilimali ni chache lakini mahitaji ni mengi. Lazima uwe mbunifu. Sifa yake ya 4 ni msikivu. Rais anawaambia kabisa, nipo hapa kwa ajili yenu, nitawasikia yale ambayo mnanishauri na yale mema ambayo nayaona nitakwenda nayo. Kiongozi gani? Baadhi ya viongozi ambao ni wasikivu ni wachache. Viongozi wanafikiri kwamba mradi ameteuliwa, amechaguliwa au kapewa na Mungu, basi yeye ndio anajua kila kitu kuliko anaongoza. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi, na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya lococontent@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Kwa hiyo sifa ya 4 ambayo iko nazungumzia rais ni swala la usikivu, ambapo kiongozi amejaliwa, na sifa ya 5 ni swala la uzalendo. Kiongozi lazima awe mzalendo, wa kulijali, kutumikia na kujitoa kwa ajili ya taifa lake. Ndio maana nasema ni kiongozi rais tumempata, na kwa kweli tuweze kumpa sapoti kusudi wa Tanzania tufikie kwenye malengo yetu ambayo tunatarajia katika uongozi wake. Mheshimiwa, kwa miaka hii sasa ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameiongoza Tanzania, na umekiri hapa kwamba amepokea majukumu haya katika wakati ambao pengine hakutarajia kabisa, imekuwa tu ni kama ni emergency fulani hivi. Kwa miaka 4 sasa, utendaji kazi wake hususan sana katika wilaya hii ya Ukerewe, miradi namna ambavyo imetekelezwa ni kwa kiasi gani, wewe unaweza kuizungumzia hivi? Kwa kweli utekelezaji wa shughuli za maendeleo na mapokezi ya fedha za miradi ya maendeleo kwenye wilaya ya Ukerewe ni mambo ambayo ya kushangaza, mambo ambayo hakutarajiwa, mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye wilaya hii katika miaka hii 4 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Naweza kusema hivi kwa sababu katika miaka 4 hii takriban kiasi cha fedha, rasilimali fedha ambazo tumepokea kwenye halmashauri ni bilioni 264. Bilioni 264 ambazo zimeletwa katika shughuli mbalimbali za miradi ya maendeleo kwenye wilaya ya Ukerewe. Kwa mfano, halmashauri ya wilaya yetu ya Ukerewe
wameletewa bilioni 61.3 kwa ajili ya shughuli zao halmashauri. Okay. TARURA, tunajua taasisi ya TARURA inashughulika na masuala ya barabara vijijini. Wamepewa bilioni 7.6 katika miaka hii minne. RUWASA wanasema maji bombani. Taasisi ya RUWASA kutuletea maji vijijini imepewa bilioni 16.5. Bilioni 16.5 kwenye miaka minne kwenye miradi yake ya maji kwenye vijiji vyetu 76. Lakini kuna MWAUWASA. MWAUWASA ni taasisi ambayo inatoa maji kwenye mamlaka ya mji wa Nansio tu. Sasa MWAUWASA wao wamepewa bilioni 42.7. TANESCO kupambana na nishati na hasa nimekueleza tuna visiwa 38. Tuna kisiwa kikubwa na vijiji 78. TANESCO wamepewa bilioni 9.4, lakini kuna chuo cha VETA hapa ambacho kinatoa ujuzi kwa vijana wetu, wamepewa bilioni 2.4. Tuna chuo cha walimu Rutunguru cha miaka mingi na kiliachwa bila kuendelezwa, lakini rais amekipa milioni 360. Lakini kikubwa ni ujenzi wa vivuko. Mmekuja nyinyi kutoka Mwanza, mmepita kwenye vivuko. Uwezo ukafika Ukelewe bila kutumia vivuko. Ujenzi wa vivuko, rais ametuletea bilioni 11 kujenga vivuko viweze kuwa salama kwa watu na mizigo yao, ili kusudi kuingia na kutoka katika maeneo yetu yaweze kuwa katika hali ya utu na kimaendeleo. Kwa hiyo takribani katika mchanganuo huu tumeweza kupokea kiasi tangu mwaka 2021 mpaka 24 na 25 bilioni 264 tumepokea kwenye wilaya yetu ya Ukelewe. Miradi iliyofanyika, kuna miradi ya elimu ya msingi, kuna elimu ya sekondari. Elimu msingi wilaya yetu imepokea bilioni 9. Imejenga shule mpya 12. Shule mpya 12 hazikuwepo hapo awali. Madarasa mapya 135, matundu ya vyoo 238, madawati mapya 2310. Hapo ni ujenzi wa vitu vipya. Kukamilisha madarasa 74, ukarabati shule 3. Mapokezi ya fedha ya elimu bila malipo ni bilioni 4.669. Hiyo ni mapokezi ya fedha ya elimu ya msingi bila malipo. Ukisema elimu bure, hakuna cha bure duniani. Elimu inalipiwa na serikali ya Samia. Hakuna cha bure duniani, ndugu yangu Elia Lupembe. Hakuna cha bure. Serikali inalipia, imeleta 4 bilioni 6 kwa ajili ya kuwalipia watoto waweze kusoma. Lakini elimu ya sekondari, ujenzi wa shule mpya ni 8. Madarasa 265, matundu ya vyoo 270, viti 10,000, meza 11,000, mabweni 12, majengo ya utawala 7, walimu ofisi zao 29, nyumba za walimu 21, mabwalo 5, maabara 14. Bilioni 27 imeingia. Nani kama Samia? Unaona rais kiongozi, nimesema pale mwanzo, rais akitengeneza elimu ya msingi, elimu ya awali na elimu ya sekondari, ujue anataka kulijenga taifa ambalo linaondokana na ujinga, maradhi na maskini. Ndio dhamira njema ya kiongozi. Twende kwenye afya. Afya tumepokea bilioni 12. Ujenzi wa vituo vipya vya afya ambao havikuwepo hapo mwanzo ni vituo 5. Tumepandisha hadhi kituo cha afya kule Bwisya. Bwisya ni kwenye kisiwa kimoja kikubwa cha Ukara. Kulikuwa na kituo cha afya. Kimepandishwa hadhi, kimeongezewa ujenzi, imekuwa ni hospitali. Kwa hiyo katika kisiwa cha Ukara kuna hospitali ya Bwisya. Pale imejengwa jengo la ICU na jengo la mionzi, nyumba za watumishi. Kwa hiyo hakuna shida ya nyumba za watumishi. Ziko nyumba za watumishi zingine zimekaa, watumishi unatafuta wako wapi uje kuishi. Kwa hiyo hatuna changamoto ya nyumba za kuishi watumishi kwenye sekta ya afya kule Bwisya, kwa maana kisiwa cha Ukara.
Ujenzi wa jengo la utawala. Rais ametuletea fedha za kujenga jengo la utawala bilioni 3.1. Wilaya hii nimesema imeanza mwaka 1961 wakati wa uhuru. Liko jengo pale ilikuwa ni jengo la Wahindi wa enzi hizo, ndio linatumika kama makao makuu ya halmashauri ya wilaya. Rais katuletea bilioni 3.1 kujenga ujengo jipya la utawala, ambapo mpaka sasa hivi ishafikia 75% na limewekwa juu la msingi na waziri mkuu hivi karibuni, Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, mbunge wa Ruangwa. Kwa nini ofisi? Ofisi inajengwa kwa sababu kuwe na idara zote katika one roof, lakini kutoa huduma bora, kutoa ari ya wafanyakazi, kuongeza tija ya watumishi. Usikae kwenye nyumba ya popo, kuna nzige, kuna nani, alafu huduma zinakuwa sio bora kwa watumishi. Kwa hiyo tunamshukuru Rais. Kuna swala la ujenzi wa hoteli na vyumba vya biashara imefanyika. Kuna masuala ya kilimo yamefanyika. Yote ni pesa. Mifugo tumeletewa fedha. Uvuvi milioni 783. Achilia masuala ya vizimba, ujenzi wake na kadhalika. Sekta ya uvuvi. Usafirishaji milioni 503 zimekuja kwenye mpango wa TASAF kujenga madaraja na ukarabati barabara. Lakini ukusanyaji wa mapato ya ndani. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local-content@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Halmashauri yetu imeendelea kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Katika kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2023 makusanyo yameongezeka kutoka bilioni 3.1 mpaka bilioni 3.5. Lakini mwaka huu 24-25 tumeweza kufikia bilioni 4.2 makusanyo ya ndani. Siri ya kuongeza mapato ya ndani ina mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, halmashauri yetu inaweka utaratibu mzuri wa mapato na matumizi katika ukusanyaji. Ndio siri ya kuweza kuleta mafanikio kwenye halmashauri. Lakini pili, utekelezaji wa miradi. Fedha zote hizi bilioni 264 zimesimamiwa vizuri kwa ajili ya kutengeneza value for money. Fedha iletwe iweze kufanya kazi inayokusudiwa na serikali. Lakini jambo la tatu, tunazingatia hoja za ukaguzi. Halmashauri ya wilaya Ukerewe ina miaka 4 mfululizo ina hati safi za CAG. Ziko halmashauri kuna hati ya mashaka, wengine kuna hati chafu. Halmashauri hii ni kati ya halmashauri chache katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zenye hati safi kwa miaka 4 mfululizo. Hii inatokana na uongozi bora wa mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji, mwenyekiti wa chama, waheshimiwa madiwani, viongozi wa tarafa na kata na vijiji. Kwa umoja wetu tumeweza kuijenga halmashauri ya wilaya Ukerewe kuweza kufikia kuwa na hati safi ambayo inatupa sifa ya serikali kutuletea fedha zaidi kwa ajili ya kukamilisha miradi yetu kwa kadiri serikali inavyoona inafaa. Kwa ufupi sana, pengine ushiriki wa wananchi katika wilaya hii, wewe kama mkuu wa wilaya unauonaje ushiriki wao? Wananchi wa wilaya ya Ukerewe wanashiriki katika shughuli zote za
maendeleo ya kujenga taifa lao, kujenga wilaya lao. Kumbuka hii miradi yote inaletwa kwenye mfumo wa force account. Mfumo wa force account ni mfumo ambao unawezesha wananchi pamoja na vijana na mafundi vijana kuweza kuomba kazi na kufanya kazi. Bilioni 264 zimeombwa na mafundi vijana wa Ukerewe. Fundi mchundo unaweza kusema. Hatufanyi kazi hizi na wakandarasi. Tunafanya kazi na vijana ambao eza ni plumber au electrical au wanakuwa masoni. Tuna kwa Kiswahili. Fundi washi, fundi bomba, fundi umeme, fundi wa kupaua, seremala madirisha, ni vijana wa Ukerewe. Wanaomba kazi kupitia mfumo, wanapata kazi, wanafanya kazi na kazi zinapitishwa. Imekuja Mwenge wa Uhuru, umekubali miradi yetu. Wamekuja viongozi, makamu wa rais Daktari Mheshimiwa Mpango, amekubali miradi yetu. Alitembelea shule ya sekondari Ukerewe, boarding schools. Amekuja Mheshimiwa Waziri Mkuu hivi karibuni, amekubali miradi yetu. Miradi hii inafanywa kazi na vijana wenye ujasiri, mapendo na ujuzi. Tunacho chuo hapa cha VETA ambacho kinatoa ujuzi kwa vijana. Na mimi kwa sababu nina silika ya kuwapenda vijana. Taifa lolote duniani ambalo linawekeza kwenye nguvu kazi ya vijana lazima litakuwa na matokeo chanya katika maendeleo yake. Vijana kwa idadi yao ni zaidi ya 70% ya Watanzania. Vijana hawa tukiwatumia vizuri, wenyewe wakijikubali. Kwanza kijana lazima ajitambue ni nani, anataka kuwa nani na atafikiaje kwenye majukumu au kwenye malengo yake aliyojiwekea. Vijana wetu Ukerewe ni kati ya vijana ambao wamejitambua kwamba sisi tupo Ukerewe na Ukerewe itajengwa na sisi vijana Ukerewe ambao wenye ujuzi. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana wengine nje ya Ukerewe, hakuna maisha zaidi ya kufanya kazi, hakuna maisha zaidi ya kupata ujuzi. Ujuzi wako ndio maisha yako. Tuachane na kukimbilia kazi za kuajiriwa. Umeshasoma, umemaliza chuo, unatembea na bahasha, unataka ukaajiriwe. Ajira iko katika kazi yenye ujuzi ambayo utajiajiri mwenyewe, utapata maokoto, utapata maisha bora na utakusaidia wewe na familia yako na taifa lako. Mheshimiwa, tunaelekea sasa kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Pengine neno lako ni lipi? Hususan hapo umezungumzia vijana ambao Ukerewe kama ulivyosema ni vijana imara kweli na wanafanya kazi kweli katika wilaya hii ya Ukerewe. Neno lako ni lipi sasa kuelekea katika uchaguzi huu? Tunajua kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Wito wangu tunapoelekea uchaguzi mkuu wa kuwachagua madiwani, kuwachagua wabunge, kuchagua rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nina maneno makuu matatu. Wananchi tushiriki uchaguzi mkuu. Wananchi tushiriki uchaguzi mkuu. Kwa wale wote ambao wameandikishwa. Tushiriki. Zaidi ya Watanzania milioni 22 wameandikishwa kupiga kura. Watanzania hao washiriki kupiga kura kuchagua viongozi. Uwe kijana, uwe mzee, shiriki kuchagua kiongozi. Tunaposhiriki kwenye uchaguzi kuna mambo makuu matatu ambayo tunayapata. La kwanza ni haki yetu ya kikatiba na kidemokrasia. Tendo la kupiga kura, kuchagua kiongozi ni haki yetu ya kila kijana na mzee, haki ya kikatiba na kidemokrasia. Ni haki. Lakini jambo la pili, unaposhiriki kupiga kura unaweka madarakani viongozi wanafaa kutumikia. Unaposhiriki, jambo langu la pili, unaposhiriki kupiga kura unawaweka madarakani viongozi anayefaa kutumikia jamii. Kura yako inamfanya kumweka kiongozi anayefaa kutumikia jamii. Lakini jambo la tatu, unawawajibisha viongozi na kuweka misingi ya uwajibikaji. Unamwajibisha kiongozi na unaweka misingi ya uwajibikaji kwamba
tumekuchagua utufanyie kazi. Usipofanya kazi tunakutoa kwenye sanduku la kura. Kwa hiyo kura yako ndio sauti yako, kura yako ndio nguvu yako na dhamana yako ya familia yako, ya kijiji chako na taifa lako kwa jumla. Tunapaswa tupige kura, kwa sababu ni kura tu pekee ndio italeta mustakabali wa demokrasia na kutimiza takwa la kikatiba na kuwapata viongozi watowajibika kama anavyowajibika rais wetu mpendwa. Sasa pengine kama mwenyekiti sasa wa ulinzi na usalama, neno lako ni lipi sasa kuelekea uchaguzi huu? Kwa maana wewe ndio utakayehakikisha ulinzi na usalama kwenye harakati zote pengine za kampeni, lakini pia mpaka tunafika kwenye uchaguzi. Neno lako ni lipi hasa kwa wilaya hii ya Ukerewe? Uchaguzi ni process, yani ni mchakato. Wilaya ya Ukerewe tulianza swala uchaguzi kwenye kujiandikisha, lakini tukaenda kuboresha taarifa zetu. Sasa hivi watu wana vitambulisho vya kupiga kura. Tunasubiri vyama vituletee wagombea. Tutafanya kampeni za kistaarabu kabisa wilaya ya Ukerewe katika vyama vyote ambavyo wagombea watakuja, na mwisho wananchi watapiga kura. Ombi langu kwa wapiga kura wa Ukerewe, kamati ya usalama ya wilaya, mimi pamoja na vikosi vyangu vya ulinzi na usalama tumejiandaa vizuri kuwalinda wapiga kura wanapotoka kwenda kupiga kura na kurudi nyumbani salama. Waachie zile taasisi zilizopangwa kutangaza matokeo. Na nawaambia wananchi wakati tunapozungumza niko vijijini kwamba pigeni kura, rudini nyumbani, tusubiri matokeo. Matokeo yakitangazwa, waliochaguliwa tutawashangilia. Wale ambao kura zikutosha watasubiri wakati mwingine baada ya miaka mitatu wajipange kupigiwa kura. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki, tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local.content@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa. Mheshimiwa, mwisho kabisa tumalize hapa. Mwanzo ulisema kwamba wewe ni Simba katika upande ule wa michezo na burudani. Tumeona kuna ukinzani kidogo hapa, wengine wanasema tunapeleka timu, wengine wanasema tuchezi. Maoni yako ni yapi hapa kati ya Simba na Yanga, ukinzani ambao unaendelea? Kwa kweli lazima tuangalie mustakabali wa sekta ya michezo kwenye taifa letu Tanzania. Tunafahamu michezo ni ajira, lakini michezo ni afya, michezo ni mahusiano. Kama viongozi wa taasisi za michezo, kuanzia wizara ambayo ina profesa kiongozi wa wizara ya michezo, utamaduni na sanaa, lakini tunalo baraza la michezo la taifa na tuna shirikisho la mchezo wa mpira miguu TFF. Hao wote ni viongozi ambao wako pale kisheria. Hebu wajaribu kuangalia ni namna gani bora ya kuweza kutumia, kama ni sheria, hekima, busara, lolote ambalo linafaa, ili kusudi mchezo wa mnyama na mtani Yanga uchezwe. Utapochezwa mchezo ule, mchezo sio pale kiwanjani tu, mchezo vile vile unajumuisha watu ambao wamehasiana katika kiitikadi, kiimani, kimsimamo, kimtazamo, wanajumulishwa kwenye swala moja la mchezo, wanakuwa watu wa imani moja. Rais wetu ni mwanamichezo nambari 1. Umeona anatoa mpaka goli la mama. Kila mtu anayeshinda, abagui timu gani,
mradi mmeingia kwenye mashindano makubwa, anawezesha, anatoa motisha, anaboresha michezo, kusudi tusimwangushe rais na tusiwaangushe Watanzania. Timu ya Yanga na Simba utafute utaratibu wote ambao utakuwa utaratibu mzuri, waweze wakaipiga siku ile, tujue nani ni nani, aidha mnyama au mwananchi. Kwa takriban misimu kama 4 hivi mmefungwa Simba, pengine wewe unawaza nini kama wakati huu Yanga akakubali kupeleka timu uwanjani, pengine mnaweza mkamshinda Yanga au? Mimi nafikiri huu ndio wakati mzuri zaidi wa mnyama kuingiza timu na Yanga kuingiza timu kuona Yanga kisha tufunga mara 4 aje kutufunga mara ya 5. Kinachomkimbiza Yanga nini? Yanga aingize kusudi amfunge mnyama kwa mara ya 5, na sisi tuko radhi. Nimewasikia, nimewaona vijana wanajitayarisha kwa ajili ya pambano tarehe 15 na tunaombea dua. Mimi nazoombea timu zote tu, lakini naomba zaidi mnyama aweze kuonyesha kwamba yeye amefika final la kombe la champion Afrika, na huyo ndugu yetu ameishia katika eneo lile. Nikushukuru sana. Ni Comrade Christopher Ngubiagai ambaye ni mkuu wa wilaya hii ya Ukerewe, ambapo hii leo News Update Media tulisafiri mpaka kufika hapa. Kubwa zaidi ni kukuletea mambo yote makubwa ambayo yamefanyika katika wilaya hii, tukiangalia takribani miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tangu alipokabidhiwa kijiti hiki cha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka kufikia hii leo. Kama ambavyo umemsikiliza hapa, mkuu wa wilaya ameweza kuelezea mambo yote makubwa ambayo yamefanyika hapa kwa ukubwa kweli kweli, lakini pia mwisho kabisa wizara hii ya michezo kwenye masuala haya ya michezo na burudani, hususan sana katika ukizani huu uliopo kati ya Simba na Yanga, ili waweze kukaa mezani wajadili kwa pamoja, lakini pia waweze kutafuta suluhisho muhimu kweli na zuri kwa ajili ya timu hizi ziweze kuingia uwanjani na tupate burudani ambayo wakati wote tumekuwa tukiipata. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, na kipindi hiki pendwa kimefanyika hapa katika ofisi hizi za mkuu wa wilaya katika wilaya hii ya Ukerewe. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Jamali Jafari. Bye bye.